Alitifua anga kwa kishindo kikubwa kiasi kwamba ardhi ilitikisika kama kitu kikubwa kilikuwa kinajaribu kutoka chini ya dunia. Watu waliokuwa mashambani waliinua vichwa vyao juu kwa mshangao, wakidhani mvua kubwa inakuja. Lakini haikuwa mvua. Upepo mkali ulivuma ghafla, vumbi likainuka na kuzunguka kijiji kizima. Ndani ya sekunde chache tu, mchana uligeuka kama ioni yenye mawingu mazito. Watoto walianza kulia bila kujua kwa nini. Mbwa wakabweka huku wakijificha chini ya nyumba, na kuku wakaruka ovyo wakitafuta pa kujificha. Kisha ardhi ikapasuka. Shimo kubwa lilifunguka katikati ya kijiji, na moto mweusi ulitoka kama pumzi ya kuzimu. Ndani ya moshi huo, maumbo ya kutisha yalianza kujitokeza, viumbe vyenye macho mekundu, meno marefu na miili iliyokuwa kama kivuli kilicho hai. Watu walikimbia, wengine wakaanguka kwa hofu. Mama mmoja aliyekuwa amembeba mtoto mgongoni alipiga kelele alipohisi nguvu zisizoonekana zikimvuta mtoto wake kutoka mgongoni. Mtoto alianguka chini na kubaki kimya. Mama akapiga magoti akimtikisa mtoto wake huku machozi yakimtoka. "Amka mwanangu, tafadhali amka, usiniache." Lakini mtoto hakusogea tena. Karibu kila upande vilisikika vilio, wazee, watoto, vijana, wengine wakianguka chini kana kwamba pumzi zao zilinyonywa. Hakukuwa na damu, hakuna majeraha, lakini maisha yalizima mbele ya macho ya watu. Ndipo juu ya moshi ule, kivuli cha mwanamke mwenye taji jeusi kilionekana kikielea hewani. Macho yake yalikuwa kama moto unaowaka gizani. Sauti yake nzito ilisikika kila mahali. "Mlango wa ufalme wa giza umeanza kufunguka, na mrithi wangu tayari yupo duniani." Na ghafla, kila kitu kilitoweka. Moshi ukapotea, shimo likafunga, na upepo ukanyamaza. Kilichobaki kilikuwa ni kimya zito na vilio vya manusurari waliokuwa hawajui nini kimewapata. Lakini mbali kidogo na tukio hilo, kijana mmoja alikuwa amesimama akitazama, moyo wake ukidunda kwa nguvu, lakini macho yake yakiwa makini. Jina lake lilikuwa Amani, na tofauti na wengine, yeye aliwaona wazi viumbe wa giza wakirudi ardhini walikotoka. Amani alijua huu haukuwa mwisho, huu ulikuwa mwanzo. Tangu zamani sana, ulimwengu wa wanadamu haukuwa peke yake. Kulikuwa na falme za siri, falme za nuru na falme za giza zilizokuwa zikigombania dunia kwa maelfu ya miaka. Kila mara nguvu za giza zilipojaribu kuingia duniani, watoto maalum walizaliwa miongoni mwa wanadamu ili kuilinda dunia dhidi ya maangamizi. Lakini safari hii, nguvu za giza zilikuwa zimepata mpango mpya. Malkia wa giza aliamua kumleta mtoto wake mwenyewe duniani, mtoto ambaye angekuwa kama mwanadamu wa kawaida, lakini ndani yake angebeba nguvu za kufungua mlango wa giza milele. Lakini hatma haikuiacha dunia bila tumaini. Siku hiyo hiyo, mtoto mwingine alizaliwa akiwa na uwezo wa kuona na kupambana na roho chafu. Na safari ya vijana hawa wawili sasa ilikuwa inaanza. Miaka 10 iliyopita, usiku wa mvua kubwa, Mama Rehema alikuwa anarudi nyumbani akiwa amechoka. Tangu mume wake na mtoto wake wafariki, aliishi peke yake na upweke ulimuumiza kila siku. Alipokuwa akipita njiani, alisikia sauti ya mtoto akilia. Mwanzoni alidhani ni mawazo yake, lakini sauti ilisikika tena. Pembeni ya njia kulikuwa na kikapu. Ndani yake alikuta mtoto mchanga akiwa amefunikiwa na kitambaa cheusi na akitetemeka kwa baridi. Mama Rehema alimchukua mtoto huyo, macho yake yakimtoka. "Huwezi kubaki hapa, nitakulea kama mwanangu." Alimpa jina Kito, akiamini Mungu amemrudishia furaha yake. Lakini kadri Kito alivyozidi kukua,
mambo ya ajabu yalianza kutokea. Vyombo vilivunjika bila kuguswa, wanyama walimkimbia, watoto wengine waliogopa kucheza naye, na mara nyingi aliamka usiku akilia, "Mama, kuna mwanamke ananiita gizani." Mama Rehema alimkumbatia akimwambia ni ndoto tu. Hakujua kuwa macho ya Malkia wa Giza yalikuwa yakimwangalia mtoto huyo kila usiku. Wakati huo huo, Amani alikuwa analelewa na babu yake aliyekuwa mganga mwenye hekima. Tangu utotoni, Amani aliweza kuona vitu ambavyo wengine hawavioni. Siku moja babu yake alimwambia, "Mjukuu wangu, kuna siku utakutana na mtu ambaye hatima yako imefungwa naye, na siku hiyo dunia itabadilika." Amani hakuelewa, lakini moyo wake ulihisi siku hiyo inakaribia. Siku moja mchana, Kito alipokuwa anarudi nyumbani, upepo mkali ulivuma ghafla. Watu waliokuwa karibu hawakuona chochote, lakini mbele yake alisimama mwanamke mwenye vazi jeusi, macho yake yakimeta kama moto. Alitabasamu polepole. "Mwanangu, umekuwa." Mwili wa Kito ulitetemeka. "Wewe ni nani?" Mwanamke huyo alimkaribia. "Mimi ndiye mama yako, na muda umefika ujue wewe si mwanadamu wa kawaida." Na hapo ndipo maisha ya Kito yalipoanza kubadilika milele.